Miongoni mwa nyimbo maarufu sana katika imani ya Kikristo na madhehebu yake duniani kote ni wimbo unaoitwa Usinipite Mwokozi. Wimbo huu unapatikana katika vitabu vyetu vya tenzi za rohoni namba 10. Wimbo ambao umetafsiriwa karibu katika lugha zote kubwa duniani. Je, unajua wimbo huu uliandikwa na nani? Ni nani aliyekuwa mtunzi wa wimbo huu? Na je, unajua ni kisa kipi kilichopelekea mtunzi kuandika wimbo huo? Vipi kuhusu wimbo wa Ndio Dhamana almaarufu kama Habari Njema? Kuna wimbo mwingine unaitwa Kazi Yangu Ikiisha almaarufu kama Nitamjua. Wimbo mwingine unakwenda kwa jina Nakombolewa na Yesu aliyenirehemia. Wimbo mwingine ni Yesu Nipendaye, na wimbo mwingine ni Salama Mikononi Mwake. Basi kama ulikuwa ujui, nyimbo hizo zote zimeandikwa na mwandishi mmoja. Ni mtu mmoja aliyeweza kuandika nyimbo hizo zote, na hizo zilikuwa ni nyimbo chache tu kati ya nyimbo nyingi maarufu sana duniani ambazo aliweza kuziandika mwandishi huyu. Mwandishi huyu ni nani? Anajulikana kwa jina la Frances Jane Crosby almaarufu kama Bi Fanny Crosby. Mwanamke huyu alineemeshwa tunu ya ajabu ndani yake katika utunzi. Katika moja ya maongezi yake aliyowahi kuyafanya siku za nyuma ni kwamba kwa siku alikuwa na uwezo wa kuandika hata nyimbo 3 hadi 8 ambazo ni mpya kabisa na zote zikiwa tofauti tofauti. Sasa fikiria kama mtu angeweza kuandika nyimbo hizo zote kwa siku moja, vipi kwa mwezi? Katika maisha yake yote, nyimbo ambazo zinafahamika kuingia katika rekodi ni nyimbo zisizopungua 8,000. Yaani huyu mwanamama aliweza kuziacha nyimbo 8,000 kwa records ambazo hizo zote zinafahamika na zimeingia katika jina lake. Sasa inakuwaje zile nyimbo ambazo aliziandika na hazikuingia katika hizo records? Unaweza kumwona mwanamke huyu ni mwanamke wa ajabu katika watunzi wa nyimbo au katika ulimwengu wa uimbaji wa nyimbo za Injili. Mama huyu anasema ilimpasa kubadili majina zaidi ya mara 200 ili walau nyimbo zake zipokelewe, kwa sababu baadhi ya kazi zilikuwa zinakuja kwa jina lake zilikuwa zinakataliwa ili kuwapa waandishi wengine nafasi ili nao nyimbo zao zipokelewe. Kwa hiyo ilimpasa mwanamke huyu aanze kubadilisha majina ili tu nyimbo zake zipokelewe, kwa maana nyimbo zikienda kwa jina lake zilikuwa zikikataliwa kwamba nyimbo zake zimekuwa nyingi sana, wapewe na wengine nafasi. Kitu ninachomshangaa Mungu ninapoisoma historia ya mwanamke huyu Bi Fanny na hii talanta yake kubwa sana ya utunzi, nyimbo zilizojaa nguvu ya Mungu na nguvu ya uokovu. Watu wengi waliokoka kupitia nyimbo zake. Kila nyimbo zake zilipokuwa zinaimbwa, nguvu ya Mungu isiyo ya kawaida ilikuwa ikishuka, ikiwagusa watu, ikiwaimarisha watu, na hata waliokuwa katika wakati mgumu waliweza kusimama imara mara baada ya kuimba au kusikia nyimbo zake zikiwa zinaimbwa. Lakini katika maisha yake yote ambayo mwanamke huyu aliishi, hakuwa na uwezo wa kuona. Mwanamke huyu alikuwa ni kipofu kabisa, na ameishi katika maisha ya miaka zaidi ya 90 akiwa ni kipofu kabisa. Ni mtu ambaye hawezi kuona. Sasa unaweza ukaona Mungu jinsi alivyo waajabu. Aliweza kumtunuku mwanamke huyu talanta kubwa namna hii, lakini ni mwanamke asiyeweza kuona. Na hapo ndipo unapokumbuka kwamba Mungu ana kawaida ya kuvinua vitu ambavyo vinaonekana vinyonge kwa macho ya wanadamu, lakini Mungu anavipa thamani, anaviketisha pamoja na wakuu. Sasa ni nini kilichompelekea mwanamke huyu kuwa kipofu? Maana yake hakuzaliwa na upofu. Hakuzaliwa na upofu. Ni nini ambacho kilipelekea mwanamke huyu
kujikuta katika hali ya upofu. Basi usitoke hapo ulipo. Hii ni Hazina ya Kanisa. Kama bado hujasubscribe channel yetu, basi ni kuombe usubscribe na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Karibu tuwe wote. Bi Frances Jane Crosby alizaliwa tarehe 24 ya mwezi wa 3 mwaka wa 1820 huko kusini mashariki mwa New York. Alifariki tarehe 12 ya mwezi wa 2 ya mwaka wa 1915 huko Bridgeport, Connecticut, na aliweza kuishi katika umri wa miaka 94 na miezi 10 na siku 19. Baba yake anaitwa Mzee John Crosby ambaye alifariki miezi 6 mara baada ya Fanny kuzaliwa. Yaani Fanny akiwa amezaliwa, baba yake alifariki baada ya miezi 6 ya kuzaliwa kwake. Hivyo katika maisha yake Fanny hakuwa na kumbukumbu yoyote ya marehemu baba yake. Alilelewa na mama yake pamoja na bibi yake, ambao hao walikuwa ni Wakristo na walimsaidia sana Fanny kuelewa Biblia na kuyaelewa maandiko. Baada ya kuzaliwa kwa mtoto Fanny, alipofikisha umri wa wiki 6 tu mara baada ya kuzaliwa kwake, yaani alipofikisha mwezi 1 na wiki 2, alishikwa na mafua, ambayo mafua hayo yalipelekea macho yake kuvimba. Na bahati mbaya sana, kwa kipindi kile daktari aliyekuwa akiwahudumia au aliyekuwa akihudumia familia hii hakuwepo. Hivyo ikapaswa wamuite daktari mwingine aje kumtibia mtoto Fanny. Daktari huyo alipokuja, alikuja na dawa za asili, ambapo dawa hizo zinasadikika kuwa ni ule unga wa aradali, ambapo baadaye alimpaka mtoto Fanny katika macho yake, jambo ambalo liliharibu kabisa uwezo wake wa kuona, na baadaye mtoto Fanny akaja kuwa kipofu kabisa. Lakini baadaye ikagundulika kwamba mtu huyo hakuwa na sifa za kufanya kazi ya udaktari, yaani hakuwa daktari kamili, na yeye alikuwa tu ni mtu wa mitishamba. Na mara baada ya kuona amesababisha ajali iliyompelekea mtoto kuwa kipofu, akaona hii inaweza ikawa kesi kubwa, akatorokea kusikojulikana, na haikujulikana kabisa mtu huyo alikuwa ameelekea wapi. Jambo lile lilimpelekea Fanny kuendelea kuwepo katika umri ule wa upofu. Lakini katika maisha yake Fanny alisema kwamba anamsamehe kabisa daktari yule, ingawa hamfahamu, lakini anamsamehe popote alipo, kwa maana anaamini kwamba upofu wake yeye haukutokana na mistake ya daktari, bali ilitokana na mpango wa Mungu. Hivyo anaamini kwamba yamkini asingalikuwa kipofu, asingeweza kumfahamu Mungu vizuri kama ambavyo alimfahamu, asingeweza kumjua Mungu kwa viwango vikubwa, wala asingeweza kumtumikia Mungu kwa jinsi ambayo alimtumikia. Hivyo anaamini upofu wake haukutokana na ajali wala uzoefu wa daktari, bali ulitokana na mpango kamili wa Mungu katika maisha yake. Lakini baadaye jitihada za kumtibia mtoto huyo ziliendelea. Aliweza kuchangiwa na watu mbalimbali ambao waliguswa na mtoto yule, na pesa zilipofikia, wazazi wake wakasafiri mpaka kwenda kumwona daktari mmoja mtaalamu mkubwa sana wa macho anayefahamika kwa jina la Daktari Valentine Moti. Baada ya kufika pale, daktari akaja na jibu kuwa mtoto hatoweza kuona kabisa. Jibu hilo lilikuwa ni jibu la kutisha sana. Kipindi hicho Fanny alikuwa na umri wa miaka 5 tu, ndipo ambapo inagunduliwa kwamba binti yule hatoweza kuona kabisa katika kipindi chote cha maisha yake.
Lakini binti yule hakuwa na shida ya kuona. Yaani jibu lile liliposema kwamba hatoona kabisa, yeye akilini mwake hakuwa na hofu kwamba aone au hakuwa na presha ya kutaka kuona. Presha yake kubwa ambayo alikuwa nayo na jambo ambalo lilimuumiza moyo ni uwezo wa kupata elimu bora kama ambavyo walivyokuwa wanapata wavulana kipindi kile. Watoto wa kiume waliwekewa vipaumbele vikubwa sana katika elimu. Sasa yeye ni mtoto wa kike, alafu mbaya zaidi anapoteza uwezo wa kuona. Jambo lile ndilo lililoumiza moyo wa Fani kuliko hata upofu aliokuwa nao. Baadaye akiwa katika umri wa miaka 8, kipindi chochote bibi yake alikuwa anamsimulia simulizi nyingi sana za Biblia, na wakati fulani bibi yake alikuwa anasoma Biblia, binti akiwa anasikiliza. Akiwa mdogo alikuwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana wa kukariri maandiko mengi sana ambayo alikuwa akisomewa na bibi yake. Kwa hiyo iliwashangaza watu wengi kumwona binti mdogo mwenye uelewa mkubwa sana wa maandiko, kama vile kijana ambaye ana uwezo mkubwa wa kusoma mwenyewe, lakini alikuwa anasimuliwa na bibi yake na kusomewa. Lakini alipofikisha umri wa miaka 8 aliweza kuandika shairi lake la kwanza kabisa, ambalo shairi hilo linasema kwamba nafsi yangu yenye furaha iliyoje, ingawa siwezi kuona, nimeazimia kwamba katika ulimwengu huu nitakuwa nimelizika. Ninafurahia baraka ngapi ambazo watu wengine hawazifurahii. Kulia na kuugua kwa sababu mimi ni kipofu siwezi na sitazifurahia. Kwa hiyo shairi hili linaonyesha moyo wake binti huyu mdogo kwamba haumizwi na upofu wake, kwamba kuna watu wengine hawajapata baraka kama alizopata yeye, ingawa yeye ni kipofu. Kwa hiyo anamtukuza Mungu kwa hali aliyokuwa nayo. Na hilo shairi lenye ujumbe mzito kabisa liliandikwa kwa binti huyu akiwa na umri wa miaka 8. Fani akiwa na umri mdogo kabisa aliweza kuandika mashairi ya wimbo maarufu sana duniani kote, wimbo ambao unaendelea kudumu katika vizazi vingi. Wimbo huo unaitwa Kazi Yangu Ikiisha. Watu wengi mnayafahamu mashairi ya wimbo huu. Kazi yangu ikiisha, nami nikiokoka na kuvaa kuto kuharibika, nitamjua Mwokozi nifikapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Nitamjua kwa alama za misumari, nitamjua nikimuona uso kwa uso. Nafikiri watu wengi mmeuimba wimbo huu, munaufahamu wimbo huu, na mmekuwa mkitumia wimbo huu katika maombi na katika mambo mengi. Basi wimbo huu uliandikwa kutokana na maisha ya Fani ya upofu. Kwa kipindi kirefu akiwa anaufurahia upofu wake, shauku yake ni kwamba sura ya kwanza kabisa ambayo macho yake anataka yaione basi uwe uso wa Bwana Yesu. Anasema nitamwona Petro, nitawaona mitume waliotutangulia katika Yesu, waliokufa katika Yesu, lakini nataka nimuone Mwokozi kwanza. Yaliandikwa na mtu ambaye hajawahi kuiona sura ya mwanadamu yoyote katika kipindi chake chote cha maisha yake. Sasa kwa leo ninaomba tuishie hapa, ila tutaendelea katika kipindi kijacho, ambapo hapo sasa tutaanza kuangalia kazi zake mbalimbali ambazo Bi Fani aliziandika, lakini tutaangalia namna ambavyo aliweza kubadilisha ulimwengu kwa kalamu yake. Aliweza kubadilisha ulimwengu kwa uandishi wake na ushairi wake. Angali alikuwa aoni, lakini ulimwengu aliweka nuruni. Alifungua macho ya watu wengi sana kwa uimbaji wake, na watu wengi wakafunguliwa kupitia kipawa ambacho alipewa na Mungu. Sasa tutaenda kuangalia hayo yote katika kipindi kitakachofuata cha mwendelezo wa historia hii. Ni kuombe wewe ambaye bado hujasubscribe channel hii, usubscribe channel hii na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala.
Namba zetu ni hizo hapo unazoziona. Kama unatamani kuungana pamoja nasi na kuwa sehemu ya huduma hii, basi usisite kututumia sadaka yako, mchango wako, ili ziendelee kupushi katika kurahisisha ufanyaji wa kazi hii kubwa na maono haya makubwa katika utukufu wa Mungu. Tunafanya mambo haya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tunafanya mambo haya kwa ajili ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo kama unaguswa na unabarikiwa na chaneli hizi, usisite kuungana pamoja nasi kuwa sehemu ya kazi hii nzuri, kazi hii njema ya kujenga utukufu wa Mungu, ili turahisishiwe katika uandaaji na ufanyaji wa kazi hii kubwa. Namba zetu ni kama hizo unazoziona. Unaweza ukawasilisha mchango wako, sadaka yako hapo, na Mungu atakubariki sana.